Niwashukuru sana waandishi wa habari na niwakaribishe katika mkutano huu wa mwaka wa wakuu wa magereza wa nchi za SADC. Mkutano huu unafanyika hapa Tanzania, ikiwa Tanzania ni mwenyekiti wa jumuiya ya SADC. Na kwa upande wa jeshi la magereza ndio wenyekiti wa mkutano huu. Na takribani wakuu wa magereza wa nchi 15 nchi za SADC wamehudhuria mkutano huu ambao utakuwa ni wa siku 3 kuanzia leo mpaka tarehe 30. Na lengo la mkutano huu pamoja na mambo mengine ni kujadiliana masuala mbalimbali yanayohusu uendeshaji wa magereza katika nchi za SADC. Na kama tunavyotambua, magereza ya nchi za SADC yana mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu kwenye nchi za SADC, kwa sababu tuna jukumu la kuwahifadhi wale wahalifu katika magereza yetu, kuwarekebisha ili mwisho wa siku wakitoka wawe raia wema, waende wakafanye shughuli za kujenga uchumi wa nchi za SADC. Kwa hiyo mkutano huu tutatumia fursa kujadiliana mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kubadilishana uzoefu wa namna ya kukabiliana na changamoto tulizonazo kwa lengo la kufikia ufanisi kwenye jukumu la urekebishaji wa wahalifu na hatimaye kufanya ukanda huu wa SADC kuwa amani na utulivu na wananchi waweze kuendelea na shughuli za kujenga uchumi. Hapa tumekuja kufungua mkutano wa wakuu wa magereza wa nchi za SADC, mkutano ambao unakutanisha wakuu wa vyombo hivi kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, kubadilishana uzoefu mbalimbali katika uendeshaji wa taasisi kubwa ambazo zinasimamia usalama wa wananchi wetu. Tukumbuka magereza haya ni maeneo ambayo wafungwa wanakaa, lakini pia ni maeneo pia ambapo wanapewa kurekebishwa tabia, na ambapo tunatarajia wakitoka hapa sasa hapa kubadilishana uzoefu wa nchi mbalimbali za SADC, basi kila mmoja atakuwa amejengea uwezo wa kuhakikisha kwamba namna gani bora ya kuendesha magereza hapa nchini, na namna gani bora kuhakikisha kwamba wafungwa walio magereza wanaporejea kwa wananchi au kwenye jamii wamekuwa na tabia njema, ili wasirudie makosa hayo waliyofanya ambayo yamefanyika magerezani. Tunatarajia kwamba baada ya mafunzo yanayofanyika, basi hao wakuu wa vyombo watakuwa wamepata uzoefu mkubwa kutoka wenzao katika maeneo mbalimbali, na kuhakikisha kwamba vyombo vyao hivi vya ambavyo vinahusika na usalama wa raia vitakuwa na mafanikio makubwa sana na tija kubwa katika uendeshaji wa magereza hapa nchini. Wote ni mashahidi kwamba nchi imebarikiwa sana kuwa na vivutio vizuri sana vya utalii, tukianzia na mlima Kilimanjaro ambao ni mlima kuliko vyote Afrika, lakini kuna hifadhi ya Serengeti ambayo ni hifadhi bora sana kwa miaka karibia 4 mfululizo hapa duniani, lakini hifadhi ya Tarangire kule Ngorongoro na mji wa Arusha ambao tunaitaka Geneva ya Afrika. Kwa hiyo mimi ni waombe sana wenzetu hawa, baada ya kumaliza mkutano wao hii, ni vizuri wakatembelea kuona vivutio hivi vizuri, lakini bila kusahau pia upande wa Zanzibar ambapo pia kuna vivutio vizuri vya utalii. Na hii mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akihamasisha sana wageni na Watanzania kwenda kufanya utalii, na yeye mwenyewe ni champion. Kama nakumbuka alifanya filamu ya Royal Tour ambayo kwa kweli imevutia sana watalii hapa nchini. Kwa hiyo niombe wenzetu hawa waliotoka nchi mbalimbali waungane wenyeji kwenda kufanya utalii hapa nchini. Mafunzo haya ni ya siku 3 kuanzia leo tarehe 28 hadi tarehe 30, na takriban nchi 15 zimeshiriki katika mkutano huu ambao unaendelea.